wafike Lugendo waangalie pia kabla wajaangalia mpinzani alikuwa bora, waangalie timu yake ni namna gani imewapa hao wapinzani magoli ya kipuuzi. Yeye haamini kama walizidiwa, ila anaamini wachezaji wake walifanya uzembe kwenye mpira huo unasababishwa na inaweza katokea kwa hali ya mazingira ya wewe mwenyewe pia. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano goli alilofunga Chama la kona ya moja kwa moja, unaweza ukasema ni uzembe, lakini magoli kama yale huwa hayafungwi tu kirahisi, kwa sababu yani huwa inatokea katika mazingira ambayo ni magumu. Kafungwa Jigi Jara, kipa class wa taifa kwa hapa ligi yetu, lakini kafungwa goli la kona moja kwa moja. Goli la kona moja kwa moja huwa wakati mwingine unaweza useme uzembe, kwa sababu huwa inatokea katika mazingira ambayo kipa pia inakuwa hakutegemea inatokea tu. Goli la Chama la pili, ile striking huwezi kuilaumu beki, kwa sababu Chama ameupokea mara moja, amejisogezea tu upande wa pili na kushuti katika mazingira ambayo mabeki walikuwa kama wakukatwa na shambulia, kwa sababu ile press yake haikutokea amepiga build up ya mdogo mdogo, ilitokea ya transition ya haraka. Pressing ya Nio Maema akatafuta nafasi, transition ya haraka kwa Chama, wanatafuta. Ilikuwa ni haraka. Kwa wakati wanarudi kujaribu kukava, Chama hakusubiri wajipange, akauseti akapiga. Huwezi kusema kwamba ni uzembe tu moja kwa moja. Ya mwalimu ndio unaweza kusema hivyo, kwa sababu mwalimu amepokea akiwa peke yake. Yaani alikuwa katika mazingira ambayo analiangalia lango, anaugusa ule mpira yuko mwenyewe. Kwa hiyo labda ile, lakini walizidiwa. Hawezi kusema kwamba useme ni uzembe, magoli ni uzembe tu, na wewe ulicheza vizuri. Umeondoka katika mchezo ukiwa na on target ngapi? 0. Na mimi hapo ndo amenishangaza na zile attempts za uhakika, unasema Kasali kasave kweli leo, kasave kweli ngapi? 2 tu. Za Ismail Mgunda. Basi. Na zote ziko nje ya box. Mashuti ya mbali. Za kujaribu kutungua. Unasemaje hujazidiwa? Kwa hiyo wakati mwingine Julio ni mtu ambaye huwa hapendi kukubali kushindwa. Ni mtu ambaye anapenda kuamini kwenye timu yake, na inasaidia kuwajenga wachezaji wake, lakini haikupi uhalisia wa mambo. Hatari. Bwana, kuna mafundi wengine walikuwepo pale kwenye eneo la katikati kwenye kikosi cha Simba ambao wamechangia jana Simba, kabla tujatazama ubora wa magoli. Pasi na shaka magoli umezungumzia wakati namzungumza Chama. Baadhi ya wachezaji ambao wanazungumzwa, na hii naomba pia uunganishe ya hoja ya Simba, namna ambavyo Steven Baka anawatumia wachezaji ambao walikuwa wanaonekana ni wakongwe wameshaisha, alafu yeye kama amewageuza hivyo, amekuwa kivutio. Ismail Tule, Ansetoura kisogea kwa yule Ismail Tule, nani anataka sifa yule Ismail Tule, dribbling fulani anafanya kutoka golini hadi goli jingine, anapiga chenga. Wewe unasema sasa, unajua kwa mfano mtu kama Ismail Tule ukiwa unajua mpira hawezi kukushangaza kwa sababu moja, ana basics, yani ana misingi. Kwa mfano anajua akipewa mpira anatakiwa receive mpira uende kwenye nafasi. Na unamwona beki ambaye ana uwezo wa kupandisha timu kutoka chini kwenda juu. Kile sio kitu cha kawaida. Kile sasa ndio kinakushangaza, kwa sababu ile inataka ujasiri. Kile sio unajua ulipitia sio academy, ile inataka uwe na ujasiri na uhakika unachokifanya. Ismail Tule mpaka unajua kuna mtu anaweza kumwangalia jana alivyokuwa anacheza, unataka kumwambie bebe, hili sio kapeti hilo, utaumia. Maana yake anacheza kama naye kesho hata kucheza tena. Anataka sifa jamaa, anajua sana mpira. Kwa maana nasema Simba waongeze beki mmoja. Kwa sababu hata jana wale waliocheza pale Vedastus naye amecheza vizuri. Yes, naye alicheza vizuri, lakini Ismail Tule mzee ni beki ambaye nimemuona kuingia kwake hakuwa anaimbwa, kwa sababu alikotoka hakuwa na jina kubwa. Ndiyo. Lakini nilimtazama kwenye mechi ngumu wa tele ya Yanga na Simba zile, amezima ya Zanzibar na pale Meja Jenerali Samuyo. Lakini ni mchezaji ambaye anatakiwa, shida iliyopo sasa ni yeye kiwango chake kipande au maintain. Yes, hiyo ndio changamoto, kwa sababu msimu unaokuja inawezekana wakacheza tena Champions League. Sasa level kule ushindani ni kubwa, sio kama akina Mashujaa. Yes, lakini ukimwangalia kwa quality alionayo, ni mchezaji ambaye mimi nampa tiki, anabaki msimu huu, kisha anabaki Simba. Sio kupewa mkono wa kuaheri. Maema jana akatukana sana uwanjani. Bwana kafanya matusi makubwa sana uwanjani ni Maema jana.
Ukiwa unatoka huko wapi huko, unaweza ukajua mpira ni mchezo mwepesi. Unapomtazama ni ila hapa katikati kupatikana likizo nyingine. Maema Likizo ya Chisano. Amerudi amechachuka sana. Maema alikuwa anafanya mapenzi na mpira uwanjani. Bwana wewe umeona assist alomwekea Selemani Mwalimu? Kairudie tena uangalie. Kanikumbusha zama za Stefan Aziz Ki, ndio alikuwa anapiga assist za namna ile. Yule Maema jana, kuna muda ulikuwa unamuona uwanjani anatembea. Kuna wakati utamuona bwana yule jamaa ajua mpira bwana. Alikuwa anafanya vitu vitatu tu jana. Kwenye mpira wanasema kuna 3 R's. Receive, retain, release. Yaani unapokea, unatunza, unauachia. Ndio Maema alikuwa anajua wakati gani anafanya hivi vitu. Kuna wakati alikuwa akai na mpira, kisha receive anauachia. Kuna wakati alikuwa ana receive na ana retain, yani anaupokea na anautunza. Sasa kutunza mpira ni mastery, lazima uwe una uwezo wa kuutunza. Kwa Maema kuna muda ulikuwa unamuona anatuliza, anaskani wapi mpira unatakiwa kwenda na anapeleka. Release yako unavotoa pasi. Yani pasi simpe ugumu mpokeaji. Anayepokea anatakiwa apate pasi kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi. Ndio ile goli la Selemani Mwalimu. Kwangu mimi miongoni mwa wachezaji ambao jana walinivutia ni pamoja na Maema. Ingawa lazima apandishe level, kwa sababu kwa mfano mechi za kimataifa pia nilimuona msimu huu alivyokuwa anacheza. Alikuwa anacheza vibaya, lakini level inatakiwa kupanda zaidi. Msimu ujao Simba atakapoenda mechi za kimataifa, lakini kwa mechi ya jana Maema akafanya mapenzi na mpira jana uwanjani. Hadharani kabisa alikuwa anatuonyesha pale. Kwa mtu ambaye ulikuwa ujui boli, ulikuwa uone anachokifanya Maema, lakini Maema jana ndo katengeneza stability ya Simba kwenye midfield. Hivyo unajua jana Julio, sijui kama nyinyi mlimuona. Jana Julio kuna muda alikuwa anafika anawafokea wachezaji wake. Tuchezeni. Wachezaji wake walikuwa wakipata mpira wao ni madege tu wanapiga mapasi marefu ya juu. Kuna muda Julio akawaambia tuchezeni, anawaita chezeni chini. Sasa Julio alikuwa elewi wachezaji wake walichokuwa wanakipitia pale katikati ya uwanja kilikuwa kigumu, kwa sababu Kagoma alikuwa anavunja kuni. Alafu yule Maema kazi yake ilikuwa moja tu, kulainisha. Yule sio kulainisha. Yule anawasha na kuzima switch. Basi. Kwa hiyo nyinyi wakati mpira mnao Mashujaa, yule Maema alikuwa anawazimia switch giza. Hawaoni pa kupiga pasi. Akiupata yeye mpira anajua shia na taa pop. Mnaona kimwanga kinapita uwanjani. Wewe ni Maema jana akafanya sana matusi uwanjani ni Maema. Bwana, tupo na wewe na pesa ipo kutoka kwa Mshua. Pesa itakwenda kutoka saa 2 kamili za asubuhi na muda ndio huo. Tukitoka kwenye dunia mpya tunarejea, tunakuja kuwapa watu fedha zao, alafu tunaendelea na taarifa za kimichezo nyingine ambazo tunazo.